Katika mkoa wa Bengo, kaskazini magharibi mwa Angola, kundi la vijana limeamua kutumia sanaa na mijadala kuongeza uelewa wa haki za raia. Kundi hilo, Mizangala Tuyenu Kupolo, linaendesha mradi wa hip hop na uraia. Lengo lake ni moja: kuwafundisha vijana kuhusu haki zao, kuwahamasisha kuwauliza viongozi maswali na kudai wajibikaji. Tumekuwa tukifanya kazi kwa bidii kuwasaidia watu kukuza fikra za uchambuzi na uraia, kudai haki zao, lakini haijawa rahisi, hasa hapa Kasito. Ili kutanua wigo wao, kundi hilo limegeukia kituo cha redio katika eneo hilo, njia inayowafikia watu wengi zaidi. Conseguimos passar a mensagem de cidadania para a sociedade. Tumefaulu kusambaza ujumbe wa uraia kwa watu wa Bengo na zaidi. Hapa mkoani tunarusha kipindi kwa njia ya mtandao. Kimepokelewa vizuri kwa sababu kupitia hip hop na uraia tunawafundisha vijana jinsi ya kuhusika katika masuala ya umma. Não falamos só, ensinamos os jovens, o pessoal todo a ser também cidadão. Leo vipindi vyao vya kila wiki vinachochea mijadala kuhusu katiba, uchaguzi na haki za raia. Lendo, né, hip hop e cidadania. Então, hip hop desde seu surgimento. Kuanzia tu kwenye jina hip hop na uraia. Hip hop tangu asili yake imekuwa ikijali jamii. Sio muziki tu, ni pana zaidi, inahusisha muziki, densi na sanaa. Ndio maana mradi huu ni wa kuvutia sana. Música, dança, o desenho que é o grafite. Então, esse projeto é projeto muito interessante. Lakini changamoto bado zingalipo. Waandaaji wanasema wageni wengi wanaoalikwa hukataa kushiriki mijadala kwa hofu ya kuhusishwa na siasa. Hata hivyo, vijana hawa hawarudi nyuma. Não pensamos desistir porque é uma questão de cidadania. Hatuna mpango wa kukata tamaa kwa sababu hili linahusu uraia. Uraia maana yake ni kushiriki katika masuala ya umma na hilo linatuhusu sote. Kwa hiyo hatutakata tamaa kirahisi. Huu ni mradi wa muda mrefu. Precisamos desistir assim tão fácil porque esse é digamos assim que esse é trabalho a longo prazo. Kati ya vipaza sauti, midundo ya rap na mijadala ya kijamii, vijana hawa wanajaribu kuonyesha kwamba haki za raia zinaweza kufunzwa na kizazi kipya kiko tayari kuzitetea.